Mahakama yaitahadharisha TFF kesi ya kumfungia kocha. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepinga kuendelea na usikilizaji wa kesi iliyofunguliwa dhidi yake na kocha Liston Katabazi kwa madai kuwa wanataka kukata rufaa kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam iliyoamuru kesi hiyo iendelee kusikilizwa. Kesi hiyo ilitarajiwa kuanza kusikilizwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam Kisutu, maarufu kama Mahakama ya Kisutu, na Hakimu Mfawidhi Hakimu Mkazi Mkuu Franco Kiswaga Jumatatu ya Oktoba 21, 2025. Kutokana na msimamo huo wa TFF, mahakama hiyo imelazimika kusimama kuendelea na usikilizwaji wa kesi na badala yake imeahirisha hadi Novemba 13 mwaka 2025. Hakimu Kiswaga amewataka mawakili wa TFF Makubi Kunju na Rahimu Shabani siku hiyo kuwasilisha mahakamani taarifa ya kusudio la kukata rufaa kama ushahidi wa kuthibitisha kwamba wako katika mchakato wa kukata rufaa. Hata hivyo, hakimu ametoa tahadhari kuwa kama mawakili hao hawatawasilisha mahakamani taarifa ya kusudio la kukata rufaa siku hiyo, basi mahakama itaendelea na usikilizwaji wa kesi. Katabazi anayejitambulisha kuwa mdau wa soka na kocha wa mchezo huo mwenye leseni ya daraja C iliyotolewa na TFF ilifungua kesi hiyo dhidi ya wadhamini waliosajiliwa wa TFF na TFF yenyewe mwaka 2024. Alifungua kesi hiyo baada ya kufungiwa na TFF kujishughulisha na soka ndani na nje ya nchi maisha yake yote, kufuatia barua iliyoandikiwa Baraza la Michezo la Taifa BMT Juni 15, 2021 ikilalamikia TFF kushindwa kusimamia soka kulingana na sheria, kanuni na miongozo yake. Kutokana na barua hiyo, iliitwa katika kamati ya maadili ya TFF, lakini hakuhudhuria, akijibu kuwa yeye ni mwanachama wa TFF kwani si mwanachama wa chama cha makocha Tanzania TAFCA ambacho kiko chini ya usimamizi wa TFF. Hivyo Juni 24, 2021, TFF lilichapisha katika tovuti yake uamuzi wa kumfungia Katabazi maisha ya kujishughulisha na masuala ya soka ndani na nje ya nchi, ndipo akafungua kesi hiyo. Katika kesi hiyo ya madai namba 1478/2024, kocha Katabazi alidai kuwa kamati ya maadili ya TFF haikuwa na mamlaka ya kumpa adhabu hiyo, kwani kanuni za maadili za TFF toleo la mwaka 2021 zilizotumika kumfungia si halali. Alidai kuwa kanuni hizo hazijasajiliwa na BMT kulingana na matakwa ya sheria ya BMT namba 12 ya mwaka 1967 na marekebisho yake, hivyo kuzifanya kuwa batili kutumika kwa wanachama wake na mtu mwingine yeyote. Pia alidai kuwa amri hiyo iliingilia haki yake ya kufanya kazi katika nyanja ya soka na hivyo kumkosesha fursa ya kupata mshahara na kipato kwa ajili ya kuendeleza maisha yake ya kila siku na familia yake na kumsababishia maumivu ya kisaikolojia. Hivyo aliomba mahakama iamuru TFF imlipe shilingi milioni 600 kama fidia ya madhara ya jumla aliyoyapata kutokana na uamuzi huo wa kumfungia maisha uliotolewa kwa makusudi, kimakosa na kwa nia ovu. Pia aliomba alipwe shilingi milioni 100 kama fidia ya adhabu kwa kitendo cha wadaiwa kutoa uamuzi huo wakijua kuwa hawana mamlaka ya kisheria kumchukulia hatua hiyo. Riba kiwango cha mahakama kwa tuzo fedha ambazo ingeamuriwa alipwe na gharama za kesi. Vile aliomba mahakama itoe zuio la matumizi ya katiba na kanuni za maadili za TFF, akidai kuwa si vyombo halali vya kutokusajiliwa kwa utaratibu na unaofaa. Kocha Katabazi aliwasilisha mahakamani hapo barua ya BMT ya Juni 13, 2022 iliyothibitisha kuwa yeye si mwanachama wa TFF. Mahakama hiyo katika uamuzi wake uliotolewa na Hakimu Kiswaga alifuta kesi hiyo baada ya kukubaliana na pingamizi la TFF. Hakimu Kiswaga alikubali kuwa Katabazi ni mwanachama wa TFF na kwamba kwa katiba ya TFF alipaswa kukata rufaa kamati ya rufaa ya maadili na asingeridhika anaweza kwenda mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Hivyo alikubaliana na TFF kuwa kwa kuwa Katabazi hakufuata utaratibu huo, mahakama hiyo haikuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo. Katabazi alikata rufaa Mahakama Kuu akiwakilishwa na wakili Peter Manjanjara pamoja na sababu nyingine, akidai kuwa pingamizi la wajibu rufani halikuwa na msingi wa kisheria kwa kuzingatia ushahidi uliotolewa kwenye pingamizi hilo.
Mahakama Kuu katika uamuzi wake uliotolewa na Jaji Butamo, Jaji Philip Septemba 26, 2025 alikubaliana na rufaa hiyo, hivyo akatengua uamuzi wa Kisutu, akaiamuru jalada lirejeshwe Kisutu iendelee kuisikiliza madai ya msingi. Kesi hiyo ilipoitwa, wakili katabazi Melkizedek Joakim ameeleza mahakama kuwa wako tayari kuendeleza na usikilizwaji, lakini wakili wa TFF Kunjo amesema kuwa hawako tayari kwa kuwa wanakusudia kukata rufaa mahakamani, mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huo mahakama kuu. Alipoulizwa kama wana taarifa ya kusudio la kukata rufaa ambayo ndio hatua ya awali na ya msingi ya rufaa, wakili Kunjo amejibu kuwa hawana, kwani bado hawajawasilisha mahakamani. Hata hivyo, amesema kuwa bado ndani ya muda kuwasilisha mahakamani taarifa hiyo inayotakiwa kuwasilishwa ndani ya siku 30 tangu tarehe ya uamuzi ambao unaisha Oktoba 26, 2025. Hivyo hakimu Kiswaga amewataka Novemba 13, 2025 kesi hiyo itakapotajwa wawasilishe mahakamani taarifa hiyo ya kusudio la kukata rufaa kama ushahidi wa nia yao hiyo, na kwamba kama hawatakuwa nayo basi kesi hiyo itaendelea kusikilizwa. Na hii ni Neli TV, mtazamaji wetu wa Neli TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili endelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilie kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Kumlinzi, hadi wakati mwingine, kwa heri.